Mtazamaji, tumerejea tena, tunaendelea mbele zaidi katika upande wa biashara na uchumi. Wafanyabiashara, wawekezaji na wadau zaidi ya 400 kutoka sekta binafsi na serikalini wanatarajiwa kukutana jijini Dar es Salaam katika awamu ya pili ya majadiliano ya mwaka ya biashara na uwekezaji ya mwaka 2026, Annual Trade and Investment Dialogue 2026. Kongamano hilo la kimkakati litafanyika tarehe 30 Juni 2026 likilenga kujadili fursa, changamoto na maboresho ya mazingira ya kufanya biashara nchini ili kukuza uchumi shindani na jumuishi. Nelson Hunema anatueleza. Akizungumza kuhusu maandalizi ya tukio hilo, afisa mtendaji mkuu wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC Bwana Oscar Kisanga amesema lengo kuu la majadiliano hayo ni kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi na kujadili masuala muhimu yanayoathiri biashara na uwekezaji pamoja na kuibua suluhisho la changamoto zinazokwamisha ukuaji wa sekta binafsi nchini. Jambo la kwanza, tunataka kuzindua mkakati wetu, yaani strategic plan ya mwaka 2026 mpaka 2030. Kwa hiyo siku hiyo tutahakikisha tunazindua huu mkakati mpango wa Chemba ya Taifa ya Biashara ambao unatoka katika makao makuu, lakini utatimizwa au utatekelezwa na ofisi zetu, kwa sababu sisi Chemba ya Wafanyabiashara tuna ofisi nchi nzima. Miongoni mwa matukio hayo ni uzinduzi wa mpango mkakati mpya wa taasisi hiyo, utiaji saini wa hati ya makubaliano MOU kati ya wadau wa uwekezaji, pamoja na uzinduzi wa jukwaa jipya la kidijitali linalojulikana kama Tanzania Chamber Port TCP. Sasa mfumo huu ambao tunaenda kuuzindua siku ya tarehe 30 mwezi wa 6, kimsingi tumeshaanza kufanyia majaribio na unaendelea vizuri, huku tukipata takwimu mbalimbali za muhimu ambapo tunaonyesha kwamba masoko ya East Africa na SADC yanafanya vizuri, wafanyabiashara wanapeleka zaidi huko. Lakini pia kuna masoko mengine kama China, kuna soko la hii tunaita Africa Continental Free Trade Area, yani AfCFTA. Ni soko la Afrika, soko jipya ambalo kupitia mfumo huu tunataka pia watu waelewe kwamba sasa hivi Afrika nzima inaweza kufanya biashara pamoja na kupunguziana kodi. Mgeni rasmi katika kongamano hilo anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Haya, upuliziaji wa vifuatilifu kwenye mashamba mikorosho katika wilaya na wameomba serikali kuwezesha wakulima wa zao la korosho mashine za kisasa zenye uwezo wa kupulizia vifuatilifu kwenye miti mikubwa ya mikorosho, kwa kuwa mashine wanazozitumia hivi sasa hazina uwezo inayosababisha mikorosho katika eneo dogo linalofikiwa na kuacha eneo kubwa la juu ya mti. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka na Changamko anatueleza zaidi. Changamoto hii inaelezwa na wapuliziaji wa viuatilifu kwenye mashamba ya mikorosho kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi, wakati wakipatiwa mafunzo ya matumizi sahihi na salama viuatilifu na bodi ya korosho pamoja na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele. Changamoto tunazozipata, mashine tunazopulizia na hazina nguvu kupandisha juu, sababu mikorosho mikubwa, mashine hazina nguvu. Pankopo na uwezekano tungekopeshwa hata mashine za kupulizia. Tulikuwa tunaomba kama serikali inavyowekeza nguvu kubwa kutuletea dawa hususan za kudhibiti na kutibu wadudu kwenye mikorosho, vivyo hivyo wafanye jitihada za kutuletea vifaa vizuri vya upuliziaji. Bodi ya korosho nchini inaeleza kwamba kukabiliana na changamoto hii tayari zipo mashine ambazo zinatolewa kwa wakulima kwa bei ya ruzuku kupitia vyama vikuu vya ushirika vilivyopo katika mikoa inayolima zao la korosho. Hiyo changamoto kuitatua kwa hawa wapuliziaji, tumewashauri waende kwa hizo mashine za upuliziaji wanazo kule na zinauzwa kwa bei ya ruzuku. Kwa maana sasa bei ya ruzuku unaweza kukuta labda hiyo mashine ya kupulizia inauzwa milioni 1, lakini ukaenda kule ukapata mashine chini ya hiyo milioni 1. Kutoka hapa wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi, Adam Malima, Channel 10. Na mtazamaji, uzalishaji wa mazao matatu ya biashara katika mkoa wa Mbeya ambayo ni kakao, chai na tumbaku huenda ukaporomoka kwa kiasi kikubwa katika msimu wa kilimo ujao kutokana na bei ya soko kwenye mazao hayo kutajwa kuwa chini ikilinganishwa na gharama za uzalishaji ziko juu. Rose Chapewa anatueleza. Limefanyika jukwaa la 4 la ushirika katika mkoa wa Mbeya, jukwaa ambalo linazungumzia masuala mbalimbali ya ushirika na kushirikisha vyama vya ushirika wa mazao na vile vya akiba na mikopo maarufu SACCOS. Na katika mahojiano maalum, suala la bei ya soko linatajwa kuwa ni kikwazo.
lakini bei ya tumbaku imeshuka, bei ya pembejeo ipo juu. Hata hivi ninavyozungumza, masoko yanayoendelea, wakulima wanalalamikia hilo. Imetuathiri wakulima kwa maana kuna namna sisi tulifika bei mpaka 32, lakini kwa kipindi hiki ni hali imekuwa mbaya. Kutokana na changamoto hiyo ya kuporomoka kwa soko, serikali inavitaka vyama vikuu vya ushirika kuanzisha viwanda vidogo vya kuchakata mazao. Kauli ambayo imetolewa na mkuu wa wilaya Mbarali Brigadia General Mauridi Sulumbo, ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Mbeya wakili Beno Malisa. Vyama vya ushirika havipaswi kujikita katika kukusanya na kuuza mazao ghafi, bali vinapaswa kuwa chachu ya maendeleo kwa kuanzisha viwanda vya kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa na wanachama wa vyama vya ushirika. Kwa mfano tu ukienda kule Chunya kwenye chama kikuu cha ushirika kule, wakulima wenyewe wa vyama vya ushirika wameanzisha kiwanda chao. Wameleta mfumo wa viwanda kwamba kokoa sasa tutakuwa tutauza kama kokoa, tutauza malighafi, tutauza uji, tutauza chokoleti. Sisi Maribira AMCOS tunawezesha mpunga, lakini ukiuza mpunga sasa hivi kilo moja shilingi 800, lakini ukichakata kwenda kwa mchere inauza shilingi 1800 mpaka shilingi 2000 kwa kilo. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Bwana fupi ujao tutakuja kujiunga na Eden Bahati akija hapa kutupasha zaidi katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.